Mungu amepanda juu kwa kelele za shangwe. Mungu amepanda juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepanda juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Mungu amepanda juu kwa kelele za shangwe. Bwana kwa mlio wa baragumu. Hey,
Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka katika wafu siku ya tatu, na kwa jina lake ihubiriwe toba na maondoleo ya dhambi kwa mataifa yote kuanzia Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo. Angalieni, mimi ninawatumia ahadi ya Baba yangu, lakini ninyi kaeni mjini hata mvikwe nguvu kutoka juu. Toka hapo akawapeleka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Tazama, katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa mbinguni. Wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu kwa furaha kubwa, na daima walikuwa hekaluni wakimsifu Mungu. Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Tembea na Yesu. Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. Mjaji wa matumaini pamoja katika sala agendia mwihoko hamwe mahoyaini agendia mwihoko hamwe mahoyaini alame chalone chawe kwachio vamwe goyane. Ningekuwa kule huwa na ubiri nikisema atembea na Yesu, watu usimama na kutembea, lakini sijui kama wote ni walemavu katika kanisa, lakini baada ya misa nitakuwa nimeshawaombea na mtakuwa mashahidi na mtaweza kutembea. Leo ikiwa ni siku ya kupaa kwa Kristo, ni vyema kutambua, je, kupaa kuna ashiria nini? Na hii bye ya Kristo inatuletea nini? Na pengine wakati mtu anakuambia uko hivi kijijini unakuja Nairobi, watu wanakuambiaje? Enda ukasalimia watu ya na wakati una December, Easter, lakini siku hizi watu hawasafiri sana, wanaenda tu siku ya mazishi. Siku ile unaenda siku ya mazishi kwa kwenu kijijini, ukienda watu wa Nairobi wanakuambia enda ukasalimie. Na sasa Kristo anapaa, tunamwambiaje? Wewe unajua nani mbinguni na watu wenu wote wameenda wapi? Unawakika kuna mtu kwa mbinguni? Kwani hamna imani? Mimi najua baba yangu wako mbinguni, kwa hivyo Yesu akifika amsalimie. Hata najua mtu mwingine, Abrahamu. Ako wapi? Na nani mwingine? Maria, si ndio? Na mtakatifu Monica, si ndio? Si mtume salamu zimefika? Ni sawa, juu mimi ndio nawakilisha Yesu, nikifika nitawaambia hao wote wamesalimiwa. Lakini ina maana gani? Je, Kristo anaondoka kama vile sisi tunavyoondoka katika safari zetu za kidunia? Tunaambiwa yeye alipata mwili wa utukufu, na ndio maana sasa hivi wingu ambalo siku zote lilikuwa linashuka na kujaza utukufu hapa duniani limemchukua, na utukufu huo si eti kwamba umeondoka kati yetu, bali umedhihirika upya kati yetu. Na ndio maana anatuambia msubiri tu kidogo kwa pamoja, ili nitakapomtuma huyo Roho atawakumbusha haya yote ninayowafundisha. Kwa hivyo kupaa mbinguni kwa Kristo kunatupatia mambo mpya kama wa Kristo,
na utambuzi mpya wa Kristo anayekaa ndani yetu. Na baadaye atasema nipo pamoja nanyi siku zote, sikumamini, nipo pamoja siku zote mpaka kwa hivyo kupaa kwake imaanishi kuondokewa. Kupaa kwake inamaanisha kuingia katika utimilifu. Mwamba 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 ndiye kaeni chini, kwa sababu kujificha imaanishi kusimama. Kujificha ni ngedhani mnaingia chini ya viti, mjifiche kwa Kristo ambaye anajificha kati yetu. Twendeni tu pole pole, msikuwe na haraka. Tutamaliza vizuri, sawa? Mahali ya kutembea mnatembea, mahali ya kujificha mnajificha. Asanteni sana. Leo ningependa tuende pole pole, hasa tukianzia katika somo la kwanza. La kwanza ni wosia wa Kristo kwa wanafunzi wake kabla ya kupaa. Na tunaambiwa Luka anaongea na rafiki yake Theofilo, ambaye wengine wasema alikuwa rafiki yake na pia alikuwa mcha Mungu na rafiki ya Mungu, na alikuwa akimwandikia barua hii. Na tunaambiwa ni waraka wa pili. Ya kwanza ilikuwa Injili ya Luka, alafu baadaye akaandika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, akimwambia katika kitabu changu cha kwanza ambacho ni kitabu kipi? Luka, si ndio? Kitabu cha kwanza kilikuwa Luka. Kitabu cha pili ambacho Luka aliandika ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Na hapo anazidi kumwambia ushuhuda ambao aliuona na wale mitume waliuona. Na ya kwanza ilikuwa nini? Kwamba kabla hajapaa alikuja kwa siku 40 akawatokea wale wanafunzi. Na ndio maana nimeanzia kwa kuambia katika mafundisho tunajua Kristo alipofufuka na kupata mwili mpya ule wa utukufu, aliwatokea wale wanafunzi wake. Na tumekuwa tukisikia zile habari kila Jumapili, si ndio? Sasa mimi nataka mwe mashahidi wema wa Injili. Na pia unajua Yesu alikuwa anafanya mambo mengi, si ndio? Yesu alipokuwa akitembea huku na huku alikuwa akifanya miujiza. Mnakumbuka muujiza gani? Muujiza moja alifufua Lazaro, na katika Injili utasikia ameambia watu endeni Bethania, mahali pofufuka. Watu huko wanapenda maji ikawa nini? Ikawa divai ingine, akalisha watu. Na siku zote huo muujiza unatendeka katika kanisa, even tu wengine hawapendi kukula, si ndio? Sijui wanafanya inaitwaje hiyo fasting ya chakula cha Bwana. Ushai fast the best thing in this world. Una fast Kristo wewe. Sasa utakulaga nini kama una fast Kristo? Wateule wa Bwana karibuni mezani pake, Bwana awaalika enyi wenye moyo safi, amewaandalia karamu takatifu, mwili na damu yake, chakula safi. Kwa hivyo hata kama Kristo amepaa, siku zote tunadhihirisha uwepo wake katika altari. Ndio maana Theofilo anazidi kuambiwa haya maneno ili abakie katika Kristo. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba Luka anashuhudia yale yaliyoshuhudiwa na mitume, na anaanzia kumwambia ile habari. Na cha kwanza, kabla nigawe, leo tuna mikate. Na nataka tusikilize vizuri kwa sababu nitakuwa nikigawa mikate kama Kristo. Anawaambia aliwatokea kwa siku 40
akidhihirisha ufufuo wake. Tunajua walipomsulubisha Kristo, wale mitume walikuwa na kauoga, lakini baada ya kujitokea akamwambia Tomaso, jamani, si wakanieni mkono. Okay, kama upendi kulinda na kuwa nimedunga na hii bavu na huku hivi akamuonyesha nani? Tomaso, ili apate kuamini. Wakati Petro walienda kuvua na kusahau kubakia katika kundi, kwa sababu tunasikia siku zote Kristo anawaambia Wakristo mbaki katika kundi, alifanya nini? Akamwambia, wewe enda ukawachunge kondoo wangu kama unanipenda. Na hayo yote aliwaambia ili kuwapatia matumaini mapya. Na siku zote Kristo yu nasi katika mwanga wa Pasaka. Kutafakari. Kwa hivyo hizi ishara zote, Ekaristi Takatifu, jumuiya kuunganika pamoja, kwa sababu yeye mwenyewe amesema mahali wawili ama watatu wanakutana katika jina langu mimi ni. Kwa hivyo hizi siku zote Kristo anazidi kujidhihirisha kati yetu, na akawaagiza wasitoke Yerusalemu hadi Baba atakapowashukia. Kwa hivyo alipowatokea alikuwa anawaambia, by the way, mkae pamoja. Kuna kakitu kanaimba chini ya maji. Mimi na Baba mbinguni kuna kakitu tunaorganize, na hiyo kitu ni Roho atawashukia, si ndio? Kwa hivyo mkae pamoja. Hii inatufundisha dini yetu ya kwanza. Ni vyema kukaa katika kundi. Mkristo Mkatoliki, kaa katika kundi. Wacha kuhangaika mahangaiko na pia wanakwaya, wazee na kina mama na watoto. Wote wanafanya nini? Wanahangaika na kusahau kwamba tumeambiwa tukae katika kundi. Kuna watu watangatanga, okay, sio ile tangatanga ya serikali, bali kuna watu wanafanya nini? Wanatangatanga. Leo ameingia kadho. Tukianzia kujenga hii hatari kwenye Gospel TV, wanachomoka. Wanaenda wanatangatanga, kidogo akipatwa na matatizo, Father, unajua mimi nakuwa gamkadho. Unaambia aje. Si ndio? Wakati umepiwa huko nje, unajua Father, unajua hata jumuiya yetu ni ya St. Mary's. Father, utusaidie. Wakati kuna shida. Lakini wakati watu wameamua baki katika kundi, wewe unafanya nini? Unahangaika, unatoka huku na huko. Kwa hivyo baki katika kundi, kwa sababu ndio wasia wa Baba. Wewe baba katika familia, mambo ni changanya. Changanya, 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 Yesu apendi changanya. Sawa? Uko hapa, uko pale, Yesu apendi hiyo. Anataka watu wabakie katika kundi. Na ndio maana amejengewa kama familia. Mama, bakia katika familia. Watoto, bakia katika familia. Tazama, tazama, ni vyema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tazama, 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 ni vyema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Kwa hivyo sheria ya kwanza ni umoja tunaotangaza kama Wakristo wa Katoliki, tunaosadiki kwa pamoja kanisa moja takatifu la mitume, ambapo sisi sote tumeandikwa kujiongea kwa pamoja. Cha pili, anawaambia, alafu walipozidi kuelekeza pale, wakawa na wasiwasi. Wakamuuliza, je, wakati umefika wa kurudisha Israeli ufalme? Kuna watu wakiwa kwa pamoja hawako settled. Wako ndani ya kikundi lakini hawako settled. Sio? Mwana jamaa tu anasumbuka tu. Naambia ngojeni kidogo, Father anakuja baada ya 1 hour. Unajua, badala mtulie ndani ya Kristo, labda wazia adoration, umeshaanza kufanya nini? Kukua na wasiwasi. Hawa aliwaambia sio kazi yenu kujua ni wakati gani umefika. Hiyo ni kazi ya Baba wa mbinguni.
Kwa hivyo hii inatufundisha lazima tukiwa katika kikundi tujishughulishe na yale ambayo ni ya saizi yetu. Mungu ni mwema. Kuna watu tunapenda kuingilia mambo ambayo sio yetu, si ndio? Poking your nose kila mahali. Mushene. Kwa kwaya hamwezi kaa bila amani. CWA hakuwezi kalika. Kuna mtu kila saa na wewe. Kwanza upokeaji, unajua wakala aliongea wanafaa wasiopokea wasiwe wanavaa uniform. Wewe tu unatoaga tu mashedi. Unajua wewe wa CWA ndoa yako itabarikiwa. Kwanza tujui kama uko na mzee mmoja. So hii chama yetu utaingia. Si ndio? Kama utaingia class. Haleluya. Kwa hivyo lazima Kristo alisema hivi, aliwavuvia, si ndio? Lakini shida yenu amwamkaki, si ndio? Sijui ni kujifanya ama yes. Kwa hivyo tukiwa katika kundi kuna mambo tutapokea. Na ya kwanza ni Roho Mtakatifu atakaye tuletea yale mafundisho ambayo Kristo mwenyewe alitufundisha. Kwa hivyo ya kwanza bali katika kundi, na katika kundi tunapokea. Kwa hivyo wewe tuulize unapokea nini? Kuna watu tumekuja hapa hata neno la Bwana, neno linakuja kwetu sisi. Na tulipokea. Kwa furaha kwa imani, hilo neno lenye kutuletea wokovu. So, tumepokea. Injili ya leo ilikuwa inatoka Luka. Usikopi. Simama tu useme Luka. Patie huyu jamaa mkate. Chapter 1. Wewe, wacha mkate yangu hapo. Luka chapter. Sisi tunapokea. Hii ni ishara kwamba sisi wa Katoliki hatupendi kupokea neno la Mungu vizuri. Tunakuja tu tunasikiliza story. Mwingine hata asikilizi anasinzia. Mungu ni mwema. Hatujapokea chochote. Tukiambiwa nenda na amani, wewe unaenda kwenye ulikuja. Hakuna amani umepokea? Nani ataniambia? Yule mtu ametajwa na Acts of Apostles anaitwaje? Si mweseme hapo hivi haraka tumalize hii story. Yes? Theophilo, patia baba mkate hapo. Makofi kwake. Amewaleta. Hii mikate ni branded, Spirit and Bread. Enda ukule na familia yako. Ukue shahidi katika mama amekuja kanisa. Mmeoana katika ndoa? Nyinyi mnabaki. Kwa hivyo mtapokea. Mama iko wapi? Mama tafadhali simama. Sijakuja na kutupa lakini hii. Ndio mkate vizuri lunch Na watoto wamekuja kanisa. Kwa hivyo watoto wanakuja hadi mnamalizia. Hapo kwa hiyo Yesu aliwali na fadhalio pia anawalisha kwa sababu ni mkwasi dhabiti wa Kristo. Kwa hivyo nitawalisha. Wale wamebaki nawalisha neno tu mikate imeisha. Kwa hivyo point number 1 tubakie katika kundi. Point number 2 tutapokea. Hiyo familia nimewauliza swali muhimu. Je, baba uko katika ndoa? Akasema ndio. Mnapokea Ekaristi Takatifu? Ndio. Ina maana gani? Wanazidi kumpokea. Neema zinatiririka. Ndio. Wewe kama Mkristo lazima uzidi kupokea. Wewe unakuja katika kanisa. Nione ile kipi ya ule mtu anasema mtu kama apokee kwa kanisa Katoliki. Kazi yake ni kucheza nini? Piririta. Si ndio? Anaruhusu watu wapite na wakirudi wanaingia.
wewe ni Kristo ambao hujajua karama ya kupokea. Kwa hivyo ukiwa katika kundi, kaa mkao wa kupokea, receive. Receive. Alafu saa kuja kureceive hapa Ekaristi nashindwa, ndugu una kikwazo gani kinachokufanya uiogope meza ya Bwana? Na wewe ni wanakwaya wenye mnaimba vizuri. Oi. Kwa hivyo cha pili ni kwamba tuwe ambao wanampokea. Uje Roho Mtakatifu, uje fariji, uje Roho Mtakatifu, uje fariji. Kuna Wakristo ambao hawapendi kupokea. Sio kwamba kuna vizuizi, ni hawapendi. Naturally tu hawapendi. So kuna siku moja Father alisema kuna kafedha, fedha kwa Kiswahili inaitwaje? Unyoya, kwamba ukikushukia wewe utaenda mbinguni. Sema kwenda mbinguni tu, hiyo mimi nitaenda. Lakini kwenda mbinguni lazima ufanye nini? Lazima ufe, si ndio? Ni wachache ambao wataenda ile siku ya mwisho. Ile siku ya Yesu kuja kupokea wale ambao wako. So wengi wetu hapa sisi wote tutaenda, si ndio? Ni wachache ambao watakuwa na bahati. Kwa sababu mimi sijui siku. Kwa hivyo inaweza kuwa kesho ama kesho kuu. Lakini hao wengine tukiendelea kuongojea siku ya mwisho, wote lazima tuweko wapi? So akarusha hivi na akasema yule itamwangukia ndio Mungu amemchagua kama bawa kanaenda hivi, kanaenda hivi. Kakapiga kwa katekis anafanya hivi. Kakafanya nini? Anayekwenda mbinguni. Kakaenda hivi. Kaenda kwa mama wa CWA, anafanya hivi kitambaa inapuliza nini? Kila mtu akakataa. Hata ilipokuja kwa bala, na yeye akafanya chip. Wengi hatupendi kupokea hiyo neema. Wengi hatupokei nini? Na zipo wazi. Zipo wazi. Lakini Wakristo wengi tumejiwekea vikwazo vingi mpaka Roho akishuka hatumpokei. Akitufundisha na kutukumbusha yaliyo katika mafundisho ya kimungu tunayasahau. Kwa hivyo alituambia tubaki kwa pamoja, alafu tutapokea Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Receive. Kwa hivyo baada ya kupokea akatuambia tuwe mashahidi, na ndio maana nikauliza mzee, kwa sababu usingekuwa unapokea huwezi kula mikate ya dunia kama ya mbinguni au huku. Kwa hivyo aliposema anakula mikate ya mbinguni, nikajazwa na furaha kwa sababu huyu ni shahidi. Simama imara, umtetee Bwana Yesu. Simama imara, umtetee Bwana Yesu. Simama imara, umtetee Bwana Yesu. Tetee Bwana Yesu naye atakutetea. Tuwapigie hawa makofi. Odo kuna mmoja alipatwa na wasiwasi. Ukitaka simama unasimama, si ndio? Kwa sababu sisi ni mashahidi. Sisi ni mashahidi. Ndugu wapenzi, tusipotambua jinsi ya kuwa mashahidi, hakika hatuna mahali tunaondoka. Wakristo wengi wa Katoliki tumeogopa kuwa mashahidi. Ukiwa hapa kanisani unaweza vaa uniform, lakini ukifika katika kazi yako, Mungu wetu ni wa upendo. 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 Hallelujah. Receive. Amen. Okay, nimeamua kukaa chini. Cha kwanza tukae kwa pamoja, si ndio? Cha pili na ya tatu tuwe mashahidi. Nyinyi ni kama mnaibia mtihani, nazipata, tuwapigie makofi.
Na nikawa nikitembea, Mungu alinijalia kwenda car wash. Mtu akienda car wash akona nini? Amen. Hata wewe receive. Kwa hivyo Mungu alinijalia kagari, nikaenda car wash another day. And then nikiwa car wash, nikaona mwenye ananioshea gari amevaa rosari kama madam, amevaa rosari inaonekana, si ndio? So mimi nikawa interested. Na nikakuja nikamwambia huyo mtu, wewe hiyo chain yako ni noma sana, mimi unisaidie, mimi naomba hiyo chain yako. Akasema bwana, hii sio chain, si ndio? Hii inaitwa rosari na ni kitu holy, kwa hivyo ufai kuita chain, si sawa? So inaitwa nini? Rosari. Basi kama inaitwa rosari, wewe nisaidie na hiyo rosari yako. Mimi nimeipenda, nimekufia, yani hiyo rosari nimeipenda sana. Nataka niwe naibaa hata nikienda huko watu wanaona niko na chain noma. Akasema acha kuita chain, inaitwa nini? Rosari. Akasema okay, kama ni rosari si unipatia. Akasema pia huwezi ichukua kwangu kwa sababu inakuanga ya mtu ambaye anapenda kusali na ni Mkatoliki. Akasema ni Mkatho. Na umevaa rosari, si ndio? Lakini wewe nipatie tu, nitakupatia pesa. Kamuuliza ni how much? Akasema ni 100. Sasa kama ni 100 wacha nikupatie 150, si umekula faida? Akasema hapana, hii kitu sio ya biashara, si unauza unapata faida. Hii ni ya nikamwambia mbona venye hii tu mimi nakupeleka basi wacha nikupige 200 basi daboda. Akasema wewe jamaa, mimi najua umependa hii chain yangu, siwache nikwambie utaenda kununua wapi. Enda pale kwa bookshop ya Cathedral, utapea nini? Utapata hiyo sasa. Nikamwambia hapana, mimi nimependa hiyo yako, wacha basi nikupatie 300 na 50. Hiyo hata si ni faida mara ngapi? Utalipa mtu wa boda boda uende hapo ufanye nini? Akaniambia hii ilibarikiwa na Baba na ni yako. Haiwezi patiana, hii ni yangu hapo. Wewe fanya hivi, wacha hata tu uende ununue yako ama unitume tu nipatie pesa nikwendee. Nikamwambia hapana, mimi sitaki nyingine. Mimi nataka hiyo yao. Nikamwambia wadada, fanyeni hivi, wacheni tu ninunue hizi watermelon zote. Nifanye nini? Ninunue. Lakini ndio ninunue hizi watermelon zote, mwambie huyu jamaa nipatie chain yake. Jamaa ananiambia acha kuita chain, hii inaitwa rosari. Hii pesa yetu. Jamani, akaenda kwa mashida yake kwa rosari. Nikamwambia wakashindwa. Jamaa akasema hata mlete nini? Hata mlete washe muuze zote. Mimi hii inaitwa rosari na ni ya? Nikamwambia jamaa mmeshindwa. Alafu watu wakianza kudiscuss bishana, sijui mtu wa boda boda anatokeaga wapi. Ghafla jamaa amesimamisha because nini kwa jamaa? Kuna mtu anaenda? Kaambia hapana. Sasa hata kwenda ndio tutaenda sasa hivi. Wewe fanya hivi, beba huyu jamaa, mconvince anipatie chain yake, umbebe na nitawapatia 500. Yeye 500 na huyu 500. Sasa jamaa, unajua watu wa bodaboda huwa wapishani. Anafanya nini? Akaona jamaa akone. Ambaye jamaa bwana, usiharakishe, hii 500 ni wapi ushaipatiwa 500 hivi bure? Jamaa akakataa, akasema tukule meno, sijui ni bebe na bodaboda, hii rosari ni ya? Mimi nikaona jamaa amekuwa kiburi. Nikasema basi nitaweka 1000 ya mafuta na hao watu wa melo niwapatie 1000 na wewe nikupatie 1000. Hizo zitakuwa 3000. Si hapo nimejenga taifa, si ndio? Labda sijakuwa nilipo tu lakini wataenda kutoa huko mbele. Hawa jamaa wakajaribu kumshika, wanataka kumshika na nguvu. Akasema hii chain haitoki hapa, sio chain, inaitwa nini? Rosari. Na ni yangu na mimi ni Mkatho na siwezi patia. Nilipoona hapa karibu wavunje huyu jamaa kwa sababu ya shilingi 2,000, 3,000, nikamwambia okay, acheni. Sasa tufanye hivi. Mimi naitwa Father Leo. Jamaa akaniambia bwana Father, ni mimi unaniweka kwa majaribu hivi? Akaniambia wewe Father, unataka kuweka watu kwa majaribu? Kumbe ulikuwa unajua hii siku yote hii ni rosari. Nikamwambia mimi nimeona kwa kweli wewe ni Mkristo mwenye imani. Na nikamuuliza unatoka kanisa gani? Akasema yeye anatoka St. Mary's Mkuru. Ni huko tu tukawa tulikuwa hapa hivi ibada daima. Akasema kuna watu wako na imani sio kaa nyingi, sawa? Labda nimesikia mjapata chance ndio. Lakini akasema ametoka wapi?
hapo. Na mimi nikafurahia sana, nikamwambia kwanza tunajua mafadha wenu, kuna Father George. Kama unajua na Father George. Akaniambia hata kuna mwingine anaitwa Father Chinedu. Haya, unajua mpaka hiyo jina yake yaka. Nikamwambia watu wote na wajua. Na nikafurahia sana. Na nikamwambia wewe kwa sababu umeshikilia imani kamata elfu ya akafurahia. Sasa hiyo kaosh imeshalipa na nikamjenga 1000. Na nikamwambia sasa wewe enda nazidi kukua Mkristo. Na jamaa wa Watermelon na wanani wakasema ai Father hata mimi nakuaga wa kwaya. Tujenge na hizi melo. Hata jamaa wa bodaboda akatoka akasema hai hata mimi bibi yangu ni wakadho, hata mimi tunaendaga hiyo kanisa. Nikamwambia hata nyinyi sijali nitawaje. Nikachukua ile 1000 nilikuwa nipatie watu wa Watermelon, nikamwambia yenu ndio hii. Nikatoa kwa mfuko 1000 nyingine nikasema hii ni ya mtu wa bodaboda, lakini kabla niwapatie acha niwafundishe. Wakakaa tuko karibu kujenga. Nikamwambia Judas alienda akachukua pesa na badala ya kutumia vizuri akaenda akanunua kamba akajinyoa. Na nyinyi ni wasaliti wa Kristo, sitaki mnyonge, wacha hii pesa tupatie huu. Hiyo ndio kesi nilimaliza. Hao wakaenda wasijinyonge na huyo akaenda akiwa haya kufurahia kwa dalikucha. Wewe tulizo ungekuwa Mkristo na hii uchumi ungekula ngapi? Simama imara katika imani. Msisimame zaidi. Kwa hivyo lazima tusimame imara katika imani, kwa sababu hivyo ndivyo tutakapochaguliwa sisi kama mashahidi. Ushahidi wetu utaonekana sio kwa mavazi tu. Eti nikitembea kule nionekane nimevaa Roman collar na nimevaa hivi nikibariki watu. Hapana. Wakati mtu hanijui mimi ni padi, wakati mtu hakujui wewe ni member wa CWA, wakati mtu hajui wewe ni kwaya, hapo ndipo utakapotambulika kama shahidi. Na siku ya leo tunaondoka katika safari moja, tunakuwa mashahidi. Ndugu wapenzi, Kristo anapaa mbinguni na anajua ametuachia mwamko mpya. Kupaa kwa Kristo kunafungulia wale mitume mwamko mpya wa kazi yake. Na tunaambiwa walipojazwa na Roho Mtakatifu walikuwa na nguvu maradufu. Yesu aliponya kwa ishara tofauti tofauti, lakini tunaambiwa wakati Petro alikuwa anapita hata kivuli chake kilikuwa kinafanya nini? Watu wanaweka. Sasa hivi nimeshafika hapa na mbuzi kivuli katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu kivuli yafikia. Tumefikia. Tumewafikia watu huku. Kwa jina la Yesu mpone amen. Kwa jina la Yesu mpone amen. Nisikie mtu hapa atalipa shaka ya uponyaji unakuja kwa namna tofauti, si ndio? Kwa hivyo tuhakikishe sisi kama ni mashahidi tunapokea ule ushahidi na kuudhihirisha kwa mataifa. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Wanakwaya wailea misimu Bwana, nitavyoa watoto je Bada leo sisi sote neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita, lakini neno lake Bwana litasimama. Neno litasimama, neno litasimama. Ya ulimwengu yatapita,
waise pesa nyingi zitapita, lakini neno lake litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Na serikali wewe tuachie hapo. Ndugu wa Kristo, baada ya kusikiliza neno la Mungu, tuikiri imani yetu.